Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, leo tuendelea na somo la usulul fiqhi ya faslu sabi' katika kaida ya 11. Kaida ya 11, alqaidatul hadiyata ashrata. Hii ni kaida ya 11 ama 11. Alkharaju bidhamani, tozo ni kwa dhamana. Alkharaju, mapato ama faida ya kitu ama manufaa ya kitu, bidhamani ni kwa dhamana. Kaida hii yamaanisha faida ya kitu ni ya mwenye kubeba jukumu na kuchukua dhamana ya kile kitu. Faida itakayopatikana katika kitu ni ya mwenye kubeba jukumu la dhamana ya kile kitu. Haya ndiyo maelezo ya alkharaju bidhamani. Kaida hii ni kaida adhim katika kaida za usulul fiqhi, na maana yake ni kuwa anna shakhsa idha tahammala khatara talafi shay'i wa mas'uliyatihi, ni ya kuwa mtu anapotahammal, anapobeba majukumu ya kitu katika uhatari wa kuharibika, akawa yuko tayari, lau kitaharibika yeye yuko tayari kukilipa. Wa mas'uliyati, na pia akawa yuko tayari kwa uhatari wa masulia yenye kuhusika na kile kitu, yeye yuko tayari kuangalia, bimaana yuko tayari kukidhamini kile kitu basi fa inna naf'a, hakika manufaa ya kile kitu, warai'a waribha natija an hadha shay'i yakunu min haqqihi, hakika manufaa na mapato na natija ya kile kitu yatakuwa ni kutokana na haki yake. Na kaida hii ni yafanana na kaida ya alghunmu bilghurmi. Kupata ghanima ya kitu ni kwa kukigharamikia kile kitu. Kupata ghanima, faida ya kitu, ni kwa kukigharamikia hicho kitu ambacho wataka faida yake. Alghunmu bilghurmi, alkharaju bidhamani, mapato ya kitu ama faida ya kitu ama manufaa ya kitu ni kwa sababu ya kukidhamini kile kitu. Na alkharaj ni kilma ambacho kina maana mawili makuu. Alkharaj min ghallati al-ardi, ma yakhruju min ghallati al-ardi, ni kile kinachotoka kutokana na mazao ama mapato ya ardhi, ndio kharaj. Ama kharaj ni dhariba, tozo ambalo hutolewa ama hutozwa wale ambao ni ahlu dhimma, ama hutozwa wale ambao ni wakazi wa nchi kwa nidhamu fulani, wao watatoa tozo ama kodi. Hiyo pia ni maana nyingine ya kharaji. Maana yake alkharaju bidhamani, mathalan, kwa mfano, an yashtari ar-rajulu ghallatan, ni mtu anunue ghallatan, mazao ama bidhaa, dabbatan kanat au ghairaha, awe ni mnyama au awe si mnyama, anunue bidhaa ama kipato ambacho kiwe ni mnyama au chengine, ama bidhaa iwe ni ya mnyama au asiokuwa mnyama.
fayastaghilluha zamanan, awe atapata manufaa ya huyo mnyama zamanan, zama zirefu, yani muda mrefu. Zamanan, zama zirefu ama muda mrefu. Thumma ya'thiru minha ala aibin dallasahu albai'u, kisha akaona. Athara ala bimaana ittala'a ala alaib, akachungulia bimaana akaona. Minha, kutokana na yule mnyama ama hiyo bidhaa ama hicho kipato chake. Ala aibin, akaona aibu. Dallasahu albai'u, ameipatika hiyo aibu. Albai'u, mzanyaji, mwenye kuuza. Kupatika ni kubandika, kubandikiza. Bimaana katama aiba sil'a anil mushtari. Dallasa albai'u katama aiba sil'a anil mushtari, ameificha ile aibu ya bidhaa kumfichia mnunuzi. Kwa hivyo hiyo ndo maana ya dallasa, ni kuficha, lakini Kiswahili tafsiri yake ni kupatika. Kupatika ni kubandika, ukaficha ile aibu kwa kuibandikiza bila yule mwenye kununua kuweza kujua. Na tadlis katika istilahi ya mustalahul hadith ni mtu kuleta ile isnadi ya hadithi wa kumtegemezea shekhe, na ilhali yule shekhe hajulikani na yale anayomtegemezea, ama kuwategemezea watu maneno yenye kufungamana na mtume na ilhali wale watu hawajui kamwe yale maneno. Hii ndio tadlis katika upande wa mustalahul hadith, yani kufanya ujanja ama khiana ama hila. Fayarudduha, basi atairegesha yule alonunua ile bidhaa ama kile kipato ama yule mnyama. Wa ya'khudhu jami'a thamani, na atachukua thamani yote aliyoitoa kumnunua yule mnyama ama aliyoitoa kununua hiyo bidhaa. Wa yafuzu bighallatiha kulliha, na atafuzu kwa pato lake lote ama kwa mapato yake yote. Pengine yule mnyama alimpatia maziwa akauza, sasa zile pesa hatoziregesha, itakuwa ni zake. Kama ile maziwa alikama akanywa, hatoyalipa. Ndio hii wayafuzu bighallatiha kulliha liannaha, kwa kuwa yule mnyama ama kile kipato ama ile bidhaa kanat fi dhamanihi, ilikuwa katika dhamana yake. Walau halakat, na lau ingeliangamia ama angeliangamia, bimaana angepata kifo na maangamivu, kupotea. Halakat min mali, angeangamia kutokana na mali yake, ingeangamia kutokana na mali yake. Yeye pia angekosa kile alichokitoa. Sasa ina maana hichi kitu hakifai, yeye ataregeshewa kile alichokitoa na yale alionufaika nayo kwa kupata pesa, ama kupata kama ni matunda, ama kupata kama ni chochote kwa kile alichokinunua, hatotakiwa aregeshe, kwa sababu yeye alikuwa amekidhamini kile kitu, kiko chini ya dhamana yake. Kama pengine kingeharibika ama angekufa ni mnyama, yeye asingeweza kuregeshewa pesa zake, kwa sababu mnyama ameibwa ama amekufa. Na kaida hii, kando na huno mfano tulioupiga, yatumika pia katika almurabaha wa tamwil. Pana muamala wa murabaha na
Tamwil hutumika kaida hii lidhabti almuamalat almaliyah alhadithati, kwa ajili ya kudhibiti miamala ya kimali ya hivi ambavyo twaishi ama katika hizi zama zetu. Kwa hivyo bihaithu la yahiqu liljihati at-tamwiliyati akhdhu ribhin au aidin illa idha kanat tatahammalu tab'atan almukhatarati, kwa namna haitokuwa ni haki kwa upande wa kimali kuchukua faida au chenye kurudi kwenye ule muamala wa kimali, isipokuwa itakapokuwa ya tahammal yenye kufuatana na hatari ya ule muamala katika mali. Kwa hivyo mfano mwingine kama katika alijara, pia kaida hii inatumika. Mtu ameajiri kitu, alipoajiri baadaye akaja akaona kile alichokiajiri kina matatizo, pia hunu mfano itakuwa uko karibu kueleweka kuliko hunu wa nyuma. Kuna mfano atakautulizia akili, kuna mfano uko wazi. Alijara ni kuajiri, kuajirisha. Umeenda kuajiri ni tuktuk, umeenda pikipiki umeajiri, umeenda kuajiri mlango wa duka, umeenda kuajiri kibanda ili ufanyie kazi ama unufaike. Baadaye ukaja ukaona iko na shida ile kitu. Kile kitu kina shida. Sasa zile pesa uliopata pale hutomregeshea. Kama za pikipiki ulifanya siku 10 na pengine mumeagana siku 30 ama 20 kwa pesa kadhaa na ushampa wewe, basi kile kitu waweza ukamregeshea iwapo utaona kina aibu, na aibu ile hukuitia wewe, iko katika kile kitu tangu wewe hujakichukua, na yale ulioyapata kutokana na kile kitu kwa ule muda uliokuwa nao hutoregesha. Hata kuambia yule tajiri ama aloajiri kile alokuajirisha, kwa kuwa umechukua siku 10 nilipe pesa za siku 10, kwa sababu kilikuwa chini ya dhamana yako. Kama ingeibiwa ungelipa wewe, kama ingeharibika ungelipa wewe, kama ni mnyama angekufa, ni ng'ombe, ungemlipa. Kwa hivyo hunu ndio mfano. Na kuna ng'ombe wale utukuliwa kulima. Sasa kumbe ana aibu ile ng'ombe, baadaye umwambia kwa mwezi 1000 kadhaa, ukampa zile pesa. Baadaye ukaona aibu kwenye yule ng'ombe, zile siku ambao umemfanyia kazi hatoweza kukudai, ama akwambie pengine wewe ulimkama maziwa, lipa yale maziwa. La, kwa sababu alikuwa chini ya dhamana yako. Kama angekufa je? Kama angeibwa si ungelipa? Basi na yeye hayo yatamhusu yeye mwenyewe, ikiwa alikuwa na aibu ya kabla ya wewe kukiajiri ama kukichukua kile kitu. Hii ndio kaida ambayo yaelezea alkharaju bidhamani. Kufaidika ama faida ya kitu ni ya mwenye kubeba jukumu la kitu ama dhamana ya kitu. Alghunmu bilghurmi, kupata ghanima ya kitu ni kwa kukigharamikia kitu. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Ikiwa pana taksiri yoyote tutaelezana katika sehemu ya comment, na Allah awabariki walimu wetu, wazazi wetu, na kila mwenye matulaba yake Allah ampe na atuzidishie ilmu na baraka na ikhlas na kupendana. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.